give you praise. We honor, we give you praise, God. Tunaweza kusaidia nayo. Haleluya. Hili ibada ya pili inaanza saa 3:30 mpaka saa 5. Tusingatie kama unakuja ibada ya kwanza, kuja mapema ili tuanze pamoja. Watu wanachelewa sana. Wanakuja ni kama wanakuja ibada ya saa 5 na wanakuja ibada ya kwanza. Kutoka saa 5 tunaingia ibada hii ambayo tuko nayo mpaka mahali ambapo Roho wa Bwana atakayetufikisha. Weekdays tuko na ibada. Wednesday tuko na ibada hapa. Tunakutana hapa Wednesday kila saa 11 mpaka saa 1 ikielekea. Haleluya. Kwa hivyo mnaombwa kuhudhuria kwa ibada. Tafuta nafasi, njoo kwa ibada na Mungu atakubariki. Haleluya. Tunakuwa na ibada ya Saturday na watu wameidharau sana. Watu wanaona ni kana kwamba ni kama mafundisho tu ya vijana. Ni ibada, inakuanga ni ibada. Haleluya. Na unajui utaenda ushirika wapi? Yeah.
na wale ndugu zake wa Kiebrania. And all of a sudden, things became bad. Na baada ya muda hii ikawa mbaya. And he ran away. Na akakimbia. He went to the desert. Akaenda in the desert. Katika jangwa. Amen. Yes. And he was there. And he was there. Na alikuwa hapo. In the desert. Katika jangwa. For many years. Kwa miaka mingi. He was hiding. Alikuwa akijificha. But while he was hiding, lakini wakati alipokuwa akijificha, God located him. Mungu akamuona. And God revealed himself to Moses. Na Mungu akajifunua kwa Musa. And Moses did not know God. Na Musa hakumjua Mungu. He knew there is a God who people believe in. Alijua ya kwamba kuna Mungu ambao watu wanamwamini. He knew there is a God who people say he is. Alijua ya kwamba kunaye Mungu ambaye watu wanamsema ya kwamba yupo. But he never knew God. Lakini hakumjua Mungu. But at this particular time, lakini katika wakati huu, God revealed himself. Mungu akajifunua. And how did God reveal himself? Na je, Mungu alijifunua vipi? He revealed himself in a burning bush. Alijifunua kwa njia ya kijiti ama kichaka kiwakacho. Amen. Amen. And Moses was amazed. Na Musa akashangaa. And he came closer. Na akasongea. And when he drew closer, na wakati aliposongea karibu, the Bible says, Biblia inasema, and the angel of the Lord, na malaika wa Bwana, spoke to Moses from the fire. Akaongea na Musa katika ule moto. And Moses drew closer again. Na Musa akasongea tena karibu. Because he wanted to see what was happening. Kwa sababu alitaka kujua ni kipi kinachofanyika. Why is this bush burning but it is not getting burned? Kwa nini hiki kichaka kinachomeka lakini hakiteketei? And it was very interesting. Na ilikuwa mshangao. And the voice of the angel told Moses. Na sauti ya malaika ikamwambia Musa, remove your shoes. Toa viatu vyako. Because on the ground you are standing on, kwa sababu mahali unaposimamia is holy. Ni mahali patakatifu. Remove your shoes. Toa viatu vyako. Because the ground is holy. Kwa sababu hapo mahali ni patakatifu. Is there anything important in removing the shoes? Je, kuna kitu ambacho ni muhimu sana katika kutoa viatu? Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. One thing you must realize is, kitu kimoja ambacho unafaa ujue ni, when the presence of God comes upon someone, wakati utukufu wa Mungu unaposhuka, when the presence of God comes upon someone, wakati utukufu wa Mungu unapomshukia mtu ama unaposhuka, one thing that happens is, kitu kimoja kinachofanyika ni, tushirikiane. What we can learn from Moses removing his shoes. Kile ambacho tunaweza kusoma kwa Musa kutoa viatu. Every time the presence of God comes upon you, kila wakati utukufu wa Mungu unapokushukia, something must change in your life. Kitu lazima kibadilishe maisha yako. And when you change whatever your life was before, na wakati unapobadilika ama maisha yako yanapobadilika vile ulivyokuwa, you become usable to God. Unakuwa kitu cha kutumika kwa Mungu. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Number one, kitu cha kwanza, Moses removing his shoes, Musa kutoa viatu vyake, shows that Moses had humility before God. Kinaonyesha ya kwamba Musa alikuwa na unyenyekevu mbele za Mungu. He honored God. Alimheshimu Mungu.
Praise the name of Jesus. Jina la Bwana. It is shown that Moses is ready to live his former life to a new life. Kinaonyesha ya kwamba Musa yuko na utayari wa kuacha maisha yake ya kale na kukumbatia yaliyo mapya. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Number 3, kitu cha tatu, Moses is ready to depend on God completely. Musa yuko tayari kumtegemea Mungu kwa kila kitu. Number 4, kitu cha 4, Moses is ready to be taken over by God. Musa yuko tayari kubebwa na Mungu ama kuchukuliwa na Mungu, To become God's property. kukuwa chombo cha Mungu. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. There is a significance in removing shoes. Kuna alama kwa kutoa viatu. Amen. Amen. Is there anything special in removing the shoes? Je, kuna kitu chochote kilicho speciali kwa kutoa viatu? What does it signify by removing the shoes? Je, ni kipi kinachosimamia wakati kwa kutoa viatu? Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. It is a sign. Ni ishara. It is a sign Ni ishara. that you are doing. Ni ishara ya kwamba wewe unafanya. And it speaks of these things I have read before you. Na kinaongea yale mambo ambayo nimeongea. Amen. Amen. Is there anything special with your shoes? Je, kuna kitu ambacho ni speciali juu ya viatu vyako? Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Maybe you don't know, Pengine haujui, but there is a meaning. lakini kuna maana. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. These are things we must also know today. Hivi ni vitu ambavyo tunafaa kuvijua leo. And as we look into the Old Testament, Na tunapoangalia Agano la Kale, does the New Testament say anything about removing the shoes? je, Agano Jipya linaongea kitu kuhusu viatu? Amen. Amen. In the ancient days, Katika siku zilizopita, in the ancient Israel ya zamani. yes. I don't know whether today they do that. Removing of shoes was a phenomenal act in the community. Kutoa viatu ilikuwa. Kwa nini kutoa viatu? Hallelujah. Amen. Number 1, Kitu cha kwanza, removing of shoes signified that you are relinquishing something to another person's ownership. It was a way of ilikuwa ni njia ya kujisalimisha ama kupeana umiliki kwa mtu mwingine. Amen. Hiyo ilikuwa ni mambo ya zamani. Ngoja nieleze kwa Kiswahili kidogo. Hallelujah. Sitawaambia ni nani alifanya hivyo alipokuwa anaodeni mhubiri mdogo. Akatoa viatu zake na socks akapatia mdogo viatu na socks. Unajua kilichotokea hapo ni nini? Huyo mdogo amechukua huduma yake kila kitu. Sasa huyo mdogo amejaa Kenya nzima, Afrika anatambulikana. Na huyo aliyemfanyia hivyo ameisha, sifa yake imeisha. Kumaanisha alimhamishia kila kitu. Amehamisha huduma, amehamisha pesa, amehamisha kila kitu. Leo hii huyo mdogo amejenga shule ya kimataifa kubwa. Huyo mkubwa hana shule. Huyo mdogo saa hii anahubiri mataifa na mataifa. Ako na utajiri wa kihuduma. Huyo mkubwa ameanza kumalizika, hata sikiki tena. Kwa sababu alitoa viatu kwa madhabahu akampatia huyo mdogo. Waka exchange. Sasa akachukua ule mdogo akavaa, huyo mdogo akavaa za mkubwa. Sasa ule mdogo amekuwa mkubwa, huyo mkubwa amekuwa mdogo. Na sasa anamtolea fungu la 10. Mdogo
ndio anatolea mkubwa fungu la 10, si mkubwa atolee mdogo fungu la 10. Sio kama mnaelewa hiyo. Amen. So hiyo iko hivyo. Mdogo hawezi kuwekelea mkubwa mikono. Eti amuombe hata kama ninakufa, huyu hawezi niwekelea mikono. Huyu hawezi niwekelea mikono. Kwa sababu anaweza kufa yeye. Kitu kinaweza mpiga akaanguka chini saa hiyo. Kwa sababu mimi ni mkubwa kimadaraka. Kwa hivyo hata kama nafa, hamuwezi niwekelea mikono kwa kichwa, mnaweza wekelea kwa miguu. Lakini si kwa hii kichwa. You cannot touch my head. Hauwezi kugusa kichwa changu. Kwa sababu si heshima. Bwana asifiwe sana. Amen. So katika Israeli ya zamani kutoa viatu kulikuwa na ishara nyingi. Na hii ya kuhamisha umiliki wa vitu ni hatari sana, maana hata leo hii wachawi wanaitumia. Hata leo inatumika. Na inatumika vipi? Wewe ukiacha viatu zako mlangoni ukilala, yule ambaye akona wivu na wewe anakuja anazivaa usiku. Na anaongea kile anaongea na anaondoka anaenda. Wewe bila kujua matatizo yatakuandama. Utaanza kufilisika. Utaanza kuwa na mikosi, magonjwa yatakushika wewe. Utadhoofika kwa sababu mtu mwingine amekuja amevaa viatu vyako. Anaonaga wewe ni tajiri. Na wewe kwa sababu kutojali na usingizi yako mingi, unasahau viatu nje, unaenda kulala mapema. Unasiacha hapo nje. Sasa jirani yako anayetumia uchawi anakuja anazivaa. Na ataongea, atakupokonya bwana, atakupokonya bibi, na wewe umelala hapo na ngorota ukisema neema inatosha. Sasa mnacheka na mjaona hiyo na mnafanyaga hivyo. Kwa sababu mna assume na kulala mapema, Bwana nitetee. Unasema tu Bwana nitetee na bungulu kakitanda. Sasa Bwana atakutetea na wewe ni careless. Haufikirii ni nini kinaendelea. Unaelewa hiyo? Vivyo hivyo na mavazi hivyo. Hata mavazi. Chochote ambacho umeshakivaa kwa mwili wako kimebeba roho yako. Kwa hivyo unapochukua nguo yako upatie mwingine, jua kwamba unahamisha vitu zako unapeana. Sisemi usipatie maskini nguo. Ukimpatie maskini atakuwa tajiri, na wewe utakuwa maskini kama yeye. Amechukua utajiri wako. Mpaka ujielewe unafanya hivyo kivipi. Haleluya. Andiko linasema wapeni watu vitu. Wapeni watu vitu. Si maandiko hiyo? Lakini jihadhari unavyopeana. Usipeane tu kama mjinga tu kwa sababu uko na vitu mingi basi unapeana bila kufikiria unapeana aje. Ni ujue ya kwamba chochote ambacho kinatoka kwa mwili wako kinabeba roho yako. Ndio maana Eliya haikuwa rahisi kumwachia. Kwa nini? Angempatia mapema, Eliya angekufa bure. Lakini akamwambia chelewesha kumpatia Elisha roho maradufu. Akamwambia mpaka siku utaona mimi nachukuliwa, niende basi utapokea, huku niona utabaki hivyo. Kwa hivyo Elisha akabaki yuko chonjo, ndio Eliya akiondoka amuone. Praise the name of Jesus. Amen. Na wakati Eliya amechukuliwa na makasha ya moto na farasi wa moto, Elisha akamuona, akasema baba yangu, baba yangu. Alipoitana hivyo, Eliya akiingia katika mawingu, lile vazi la Eliya likaanguka, akalichukua, akaenda nalo. Alipofika pale mto Yordan, akapata mto umefunga maji. Akasema sasa nifanyeje? Akakumbuka tulipokuwa tukivuka, baba yangu Eliya alichukua nguo yake akapiga maji yakafanya njia.
Naye Elisha akachukua lile vazi la Eliya, akalikunja vizuri na akapiga yale maji, akitangaza Mungu wa baba yake Eliya. Akasema, yuko wapi Mungu wa baba yangu Eliya? Akapiga maji akafanya njia, na Elisha akavuka njia kavu. Unaelewa hiyo? Kwa hivyo elewa, kuna kuhamishwa vitu, zinahamishwa wakati wowote. Wengine wenu mnalalanga, mnaota, pastor, nimeota nimevaa matambara, nguo zangu zimekuwa matambara. Unajua hiyo nini? Hiyo ni maana ya kiroho, na ni maana ya kiroho kuonyesha maisha yako yalivyo ama yako karibu kwa hivyo, kwa sababu ndoto zinaongea habari ya sasa na kesho, your future. You understand? Wengine wanaota, nimeota nimepoteza kiatu, nimeota nimevaa viatu opposite, ya kushoto iko right na ya right iko kushoto. Sasa wewe, hiyo umechanganyikiwa kabisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Naona wengine wameota, naona vile mnainama. Wengine wameota hiyo sana. Sasa nataka uokoke, ndio usichukulie mambo kawaida. Amen. Anza kuinuka kiroho. Anza kuwa Mkristo anayetafuta ufahamu wa Mungu. Ndio nakuambia, Mungu akishajifunua maishani mwako, yako mambo mengi yatabadilika maishani mwako. Hautabakia tena mtu hai. You'll never remain the same again. Hautabakia mtu wa kawaida tena. Something must change in your life. Lazima kitu kibadilike maishani mwako. You must give yourself wholly to God. Lazima ujipeane kikamilifu kwa Mungu. You must become God's property. Life changes completely. Maisha yao yanabadilika kabisa. They live a humble life. Wanaishi maisha ya unyenyekevu. They show respect. Wanaonyesha heshima. They honor. Wanaheshimu. They fear God. Wanamwogopa Mungu. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. How is your life today, Christians? Je, maisha yako yako vipi ewe Mkristo leo? Since the day you came to church, wakati wa mwanzo ulipokujia kanisani, did you find the presence of God? Je, ulipata uwepo wa Mungu? And if you found the presence of God, na kama ulipata uwepo wa Mungu, did your former life change? Je, maisha ya kale yalibadilika to the new life? Kuwa maisha mapya ama kwa maisha mapya? A life of honor to God. Maisha yanayomheshimu Mungu. A life of surrender to God. Maisha ya kusalimisha kwa Mungu. A life totally dependent on God. Maisha ya uhakika wa kumwaminia Mungu. A life totally sold out to God. Maisha yaliyouzwa kwa Mungu kabisa. Amen. But you find that in the church we are very different people here. Lakini unapata kanisani tuko na utofauti. There are people who pray. Kuna watu wanaoomba. Others don't pray. Wengine hawaombi. They are just sitting there. Wanakaa tu pale. There are people who give to Jesus. Kuna wengine ambao wanapeana kwa Yesu. Others who don't find any work of giving anything. Kuna wengine ambao hawapiganii chochote cha kutoa. Hawaoni maana yoyote ya kumtolea Mungu. Amen. They just want to come to church and go that way. Wanataka tu kuja kanisani na kuenda. They want to come and pray and go. Wanataka tu wakuje waombe na waende. Others come because there is nowhere else to go. Wengine wanakuja tu kwa sababu hakuna mahali pengine pa kuenda. Others come because they were called Christians. Wengine wanakuja tu kwa sababu wanaitwa Kristo. And they just come to church. Na wanakuja tu kanisani. But there is no change. Lakini hakuna mabadiliko. There is no impact. Hakuna mguso. Let me tell you, Christians. Wacha niwaambie wa Kristo. Your life must be full of impact. Maisha yako lazima yawe na mguso. Everybody you come in touch with.
Kila mtu ama mtu yeyote unayemkaribia ama unayekuja karibu naye, you must touch their lives. Lazima uguse maisha yao. And you transform them for the better. Na uwabadilishe kwa ubora. By your actions. Lakini matendo yako. By your actions. Kwa matendo yako. By your words. Kwa maneno yako. By your fellowship. Kwa ushirika wako. It must touch the lives of people. Lazima inafaa iguse mioyo ya watu. And people will say, na watu watasema, my life has been touched by God. Maisha yangu yameguswa na Mungu. And now I am a Christian. Na sasa mimi ni Mkristo. I am born again. Mimi nimezaliwa upya. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Sometimes wakati mwingine we stay in the church for too long. Tunakaa kanisani kwa muda mrefu. And because we do nothing in the church, na kwa sababu hatufanyi kitu kanisani, we lack the life of the church. Tunakosa uhai wa hiyo kanisa. Tunakosa uhai wa hiyo kanisa. Because there is life in the church. Kwa sababu kuna uhai katika kanisa. And if you become just a spectator, na kama unakuwa tu mwangalizi, you are not going to enjoy the blessing of the church. Hautaenda kushiriki baraka ama hautafurahia baraka za kanisa. Because the blessings are there. Kwa sababu baraka zipo. And the blessings are there. Na baraka zipo from the priest of the church. Kutoka kwa kuhani wa kanisa. Because the pastor is the priest. Kwa sababu mchungaji ndiye kuhani. And when you give anything on the altar, na wakati unapopeana chochote katika madhabahu, the priest will receive the offering. Kuhani atachukua matoleo. And he will bless na atakubarikia the one who has brought the sacrifice. Yule mtu aliyeleta zile sadaka. Hallelujah. Amen. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. You must know there is blessing in giving. Lazima ujue kuna baraka katika utoaji. The Bible speaks of sowing. Biblia inazungumza kuhusu mpanzi. Sowing and reaping. Kupanda na kuvuna. Everything you sow in the church, chochote kile unachopanda kanisani, you will reap. Utavuna afterwards. Utavuna baadaye. Whatever you plant in the church, chochote unachokipanda kanisani, because everything you do in the church is a seed. Kwa sababu chochote kile unachokifanya kanisani, hiyo ni mbegu. You are going to receive a reward. Utaenda kupata tuzo. You will receive a reward from the Lord. Utaenda kupata tuzo kutoka kwa Mungu, whom you serve in the church. Ambaye unamtumikia kanisani. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Why are so many Christians in the church remain poor? Kwa nini Wakristo wengi kanisani wanasalia maskini? And why the church remains poor? Na kwa nini kanisa linabakia umaskinini? It is because the members don't plant seed. Kwa sababu washirika hawapandi mbegu. And that is when there is no prosperity. Na ndio maana hakuna ufanisi. Praise the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. God rewards Mungu anatuza those who scatter their seed. Wale ambao wanatawanya mbegu zao, God will bless them. Mungu atawabariki. He'll give them a reason to be happy. Atawapatia sababu ya kufurahia. And give thanks to God. Na kupeana shukrani kwa Mungu. Amen. Amen. But the problem is, lakini shida ni tunapiga mahesabu sana wa Kristo. Tunaishi kwa mahesabu. Yaani unapiga mahesabu mpaka dala ile ya mwisho ujue imeenda wapi. Unajua hiyo ni akili ya nini? Hiyo ni akili ya maskini. Hiyo ni akili
ndio maskini. Ni maskini tu ndio nyimana vitu alizo nazo. Ako na chumvi tu peke yake. Na jirani amemwambia nipe kijiko moja ya chumvi, nimesahau kununua chumvi sasa na duka imefungwa. Namwambia sina. Na chumvi yako nayo hapo. Hiyo ni akili ya maskini. No, maskini kuna pepo la maskini na kuna roho ya maskini. Kila wakati unasema sina, kwa ufupi umefungua mlango wa shetani kuja kupora kile kilikuwa kimebaki. Utabaki huna kwa sababu umeruhusu umaskini kukumaliza. Tumesema sina. So hiyo roho inaingia kabisa, inakita mizizi na inaanza kuzaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku moja Mungu alinikemea, ilikuwa ni asubuhi. Najitayarisha kwenda kazini. Na mama amepika chai, sukari hakuna. Kanambia hakuna sukari, dadi hakuna sukari. Hapo hapo tu roho Mungu aliongea na mimi kwa sauti kabisa. Akaniambia mwambie asiwahi sema tena hakuna. Na nikamwambia usiwahi sema hiyo. Kama hakuna niambie nipatie pesa. Kuja niambie nipatie pesa nikanunua sukari. Usiniambie hakuna. That day I can never forget. Na hapo baadaye kidogo nikitembea kwa barabara, ninatembea tu nikaambia simama, nikasimama. Angalia kushoto, nikaangalia kushoto. Ninaona nyumba imejengwa mpya. Nyumba imejengwa mpya. Akaniambia fungua duka hapo. Na ni asubuhi naenda kazini. Na sasa hiyo sina pesa kufungua duka, lakini nimeambiwa fungua duka hapo. Na nikaenda kazini. Hiyo siku nikashinda hiyo masikio. Yaani nasikia ni kama shimo imeingia. Yaani ni kama shimo tupu kwa hiyo kichwa. Nasikia masikio hakuna, hiyo sauti iliingia, nasikia imetoboa kila mahali. Nikashinda kazini. Nikarudi nikaenda maombi, nikaomba, nikalala. Nikasema sasa nifanyeje? Akili ikakuja, enda kwa chama, tuko na sako kazini. Enda chukua pesa hapo kazini. Enda fungua duka. Na nikaenda nika-apply loan hapo 1,500,000. Wakaniambia wewe unadaiwa wewe, sasa huwezi pata loan. Nikamwambia mtanipatia pesa. Mimi bado niko kazini na mimi ni mwanachama. Mtanipa pesa na mwezi kataa. Anambia bwana wewe nenda bwana, unaleta shida, unasumbua sasa bwana, na unajua umechukua loan zote umemaliza. Kamwambia mtanipa pesa. Na nikatoka nikaenda. Na nikachukua form na nikajaza na nikawaletea. Kwambia mtanipea pesa, nataka hiyo pesa dharura saa hii. Kasema wacha hapo bwana, nenda bwana unasumbua. Nikaenda. Baada ya siku mbili wakaniita wakaniambia bwana sasa wewe umetusumbua, umetusukuma, sasa tumekuandikia cheki ni hiyo, enda uchukue pesa. Nikamwambia sawa. Kana nikachukua pesa nikafungua duka. Na nikafungua duka mzuri nikajaza. Na nikaweka mama hapo ndani wasiwahi sema hakuna sukari tena. Sukari ikawa inapatikana daily hapo. Kumbe hapo kando kuna mshindani yako hapo. Kuna mshindani hapo. Akaanza kuja kwa duka ya mama. Anakuja kuomba change ya uongo. Na siku moja nikamwambia usichukue change kwa fulani. Mungu aliniongelesha. Akaniambia usichukue change kwa fulani. Na siku moja nikiwa kazini Bwana akaniambia ukitoka hapa enda kwa duka yako. Na nikaenda kwa duka, nikaingia kwa drawer, nikavuta, nikachukua pesa, nikaangalia, nikapata noti moja. Nikamuuliza hii noti imetoka? Akaniambia ni mama fulani ameleta change. Nikamwambia sasa silikwambia usichukue change hapo. Hii pesa imetengenezwa hii. Mungu akijifunua kwako utaelewa chenye unafanya. Amen. Hautatembea gizani kama mjinga. You have understanding. Utakuwa na ufahamu. Your eyes will open. Macho yako yatafunguka. You are going to see deep things. Utaenda kuona vitu vya undani. You are going to have the understanding. Utakuwa na ufahamu. You are going to have the power. Utakuwa na nguvu. Na mimi nikaingia maombi. I prayed. Huyo jirani akafunga duka akasema ninaenda siku 7 nikirudi hawa wamefunga duka yao.
na tukaingia maombi sisi. I prayed. Nilikuwa mtu wa maombi tu tangu zamani. So nikaingia maombi ya kufunga. Nilikuwa simfungie. Sifungiagi watu, wacha nikwambie. Sifungiagi watu. The moment nitakufungia umekufa, tutakuzika. Sifungii watu. Hiyo ni kitu Mungu aliweka kwangu. I cannot. Ile siku tu utanikasirisha ni shauri yako peke yako. Lakini sifungiagi mtu. Eti amenikosea nikafunge. Hapana. Na mimi niko kwa maombi yangu ninajiombea Mungu azidi kutubariki. Siku ya kwanza ya tatu, duka ya huyo mshindani iliwaka moto mchana tukiwa ibada. Peke yake. Si alifunga na ameenda. Kule alienda. Mchana twasikia kelele moto moto. Kuangalia ni duka ya jirani imechomeka kila kitu mpaka pali imezama limeingia ndani. Na hakuna mtu aliingia kawakisha kiberiti. Si ameenda kupigana na mimi. Na maandiko yanasema watapigana na mimi hawatanishinda. Mungu anapigana nao wanaopigana na mimi mwenyewe. Si kuomba maombi mbaya na mtu, hapana. I don't do that. Akapigwa simu akarudi. Akakuja. Akatengeneza tena duka yake, akajenga upya, akapiga rangi, akaweka stock na akasema anarudi nikamalizie. Bado sikii. Akaenda kumalizia hiyo ingine, wachana nayo. Hiyo ingine tuache the story. But the Bible says when King Uzziah died, Isaiah saw the Lord. Wakati mfalme Uzia alipokufa, Isaiah alimwona Mungu. Isaya alimwona Mungu. Amen. Just like that. Don't prolong your sentences. Amen. Amen. When Uzziah died, Uzziah alipokufa, Isaiah saw God. Isaya alimwona Bwana. And when he saw God, na wakati alipomwona Mungu, he found out he was a sinner. Alijikuta ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. And he repented of his sin. Na akatubia dhambi zake. Because he saw God. Kwa sababu alimwona Mungu. If you see God today, kama